عن مخرمة بن بكير قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال سمعت أبا قتادة الأنصاري يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعها. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال قتيبة حدثنا الليث وهو الليث بن سعد وقال الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال سيما حدثنا أبو بكر الحنفي. لا الشيخ عفوا حدثنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قفزت الحديث قفزت نعم عفوا نعم. وقال حدثني أبو الطاهر وأبو الطاهر هذا وأحمد بن عمرو بن السرح المصري أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير ومخرمة هذا مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي رحمة الله تعالى عليه وقال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مخرمة عن أبيه وقال بياك وأبوه هو بكير بن عبد الله عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال سمعت أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس سنلمون متوم سلم يصلي شواتو وأمامة بنت أبي العاص على عنقه أمامه بنت أبي العاص كيوارغ شنغو yake فإذا سجد وضعها. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر جميعا عن سعيد المقبوري عن عمرو بن سليم الزرقي سمع أبا قتادة يقول بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم غير أنه لم يذكر أنه أما الناس في تلك الصلاة. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال سيما قتيبة حدثنا الليث حديثي الليث وهو الليث بن سعد وقال الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال سيما محمد بن المثنى حدثنا أبو بكر الحنفي قال سيما أبو بكر حدثنا عبد الحميد بن جعفر جميعا عن سعيد المقبري عن سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول بين نحن في المسجد جلوس wakati au zama tulipokuwa sisi tuko msikitini tumekaa kharaja alaina rasulullah sallallahu alayhi wasallam akatokea mtume sallam binahwi hadithihi mfano hadithi hizo tangulia ghaira annahu lam yadhkur annahu amma an-nas isipokuwa yeye Said al-Maqbara akutaja kwamba mtume sallama aliswalisha watu tofauti na hizo riwaya tatu zilizotangulia nyuma fi tilka sala katika sala hiyo almuhim kwamba aliswali na mtoto lakini akutaja kwamba je aliswalisha watu la lakini hadithi tangulia imeona kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kana ya yusalli linnasi yakiwasalisha watu. Na waqala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala sema Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala وفيه حديث عمرو أمامة رضي الله عنه ففيه دليل لصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهرا. kuna faida patikana ndani yake hakika
kusihi kwa swala ya yule ambaye anayeswali aliyekuwa amembeba mwanadamu au amembeba mnyama aliyekuwa tahara, mapaka, mbuzi au kondoo, mashabaha dhalika, lakini sio khinzir au kelb. Sawa. Na hivyo hivyo tahiri min tairin wa shatin wa ghairihima, yawe ndege au mbuzi na mfano wao. Wa anna thiyaba sibyan wa ajsadahum tahiratun, hakika nguo za watoto na miili yao ni tahara, hatta tatahaqqaqa najasatuha, mpaka ithibitike ile ule unajis. Haina maana kwamba kwa vile kuwa ni mtoto akaonekana kwamba yana nini, ana najis, la, mpaka yatahakka kwamba haya maji na unyevunyevu ni mkojo, wa illa hapana. Tumefahamiana Wa anna alfi'la alqalil la yubtilu as-salata, na hakika vitendo hivi vichache havibathilishi swala. Wa anna al-af'ala idha ta'addadat lam tatawala bal tafarraqati la tubtilu as-salata, na vitendo hata vikiwa vingi vikawa kama kimoja kilifanyika huko kingine huko kingine, yani tofauti na tofauti, basi vitendo hivi hata vikiwa vingi bali tafarra, vimegawanyika sehemu mbalimbali. Ina maana raka ya kwanza alifanya hivi, sawa, ikaja alipokuwa amesimama, mara alipokuwa amerukuu anainuka akamnyanyua, sawa, akaenda alipokuwa anaenda kusujudu akamweka akasujudu pale akamaliza, alipotaka kusimama akamnyanyua. Vitendo hivi ambavyo sio mtawali la yubtilu salati, yaqulu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa fihi, na vile vile kuna faida katika hadithi hii, tawadhu ma sibyani wa sa'iri dhafa, kuwa na tawadhu na unyenyekevu, sawa, kwa watoto na wale watu dhaifu, waadhi, wa rahmatuhum wa mulatafatuhum, na kuonea huruma, sawa, kuonea huruma na kuwafanyia upole hao watoto. Ina maana watoto wafanywe hivyo, sio wanafukuzwa. Na hawa watoto ni wale watoto ama hawa mumajizina, hawa watoto wanasumbua kama humu, hawa wanakamatwa wanatiwa mbarati, kwa sababu kwanza wengi wao wanatakiwa waamrishwe kuswali ishatimia miaka 7. Hakuna vijitoto hapo inakata fio vimeenda huko, ile karibu na salamu tunasikia fio hawapo. Sasa hawa wanatakiwa wazazi wao wawadhibiti watoto, soma hapa karibuni wanawasumbua waumini wao wenyewe. Wanatakiwa kipindi cha swala wawe ndani ya sufufu, kama wametimia miaka 10, kama akifanya hivyo wanatakiwa wapate bakora kidogo, wapate zile bakora zinaitwa mbarati ili watie adabu. Naam, kwa hiyo haya ni maneno ya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kuonyesha kwamba vitendo hivi vyote alikuwa anafanya Mtume sala vijabatilisha sala, na amefanya hivi Mtume salama kwa ajili ya kuwaonesha watu kwamba jambo hili linafaa, jambo hili linafanya nini, jambo hili linafaa. Na maana mtoto kama anaaninia analia, mbebe mama, kama ni mama au baba mbebe mwanae asali naye, sio anamweka kwa kitoto kinalia mpaka kinakaa kwa sauti baba hapo, sasa inakuwaje? Na imamu anaposikia hali kama hiyo, ghasia za mtoto, basi afupishe swala kwa ajili ya waumini na yule mzazi au mlezi yule mtoto, kwa sababu hapo tena na akimaliza swala tena haifai watu wakamtupia jicho yule mzazi au jicho la chuki, cheki hivi mtu wengine, bwana watoto siwapeleke nyumbani. Hapana, inatakiwa watu wafanyie huruma watoto, upole, sawa. Hivi ndio ilivyokuwa Mtume salam, na hivi ndio dini inafundisha. Sasa wengi wetu sisi hatuna hiyo, mpaka nafikia kuna watu wengine hata kuwabusu watoto wao, na kumbusu mtoto wako, kumbusu ucheza mtu ana shida. Yani kuna nakidhaini, kuna watoto zao yani wao ni simba, kaingia ndani watoto wote wameufyata, na kuna watu wao wamelegezea watoto mpaka vurugu. Yani mtoto hata akiambiwa acha aachi, akiambiwa acha aachi, leti yani haelewi aseme babake wala mamake, sababu jinsi wanavyomlea vile katika hali ya tadlii kilaini, mtoto akishika kisu lete hata baba anakaa, mwachie bibi atajiumiza huyo.
anyang'anywe, kuna kuachiwa hapa, sisi tunafahamiana. Maana sasa kwa maslahi ya mtoto mwenyewe, lakini wazazi wengine wanaachia, waamwachia hawana aswatili, ni mwache. Sasa imwache watoto wanakuwa jeuri. Sasa watu tunatakiwa tuwe katikati, tuwe katika mfumo wa katikati katika ulezi wa watoto wetu, sio tuwe mjitoto mjeuri jeuri. Wana tunapataga shida Ramadhani hapa, mjitoto haielewi, unaweka walinzi kule hawasikii. Kwa sababu gani? Kwa sababu watoto wanaleleka katika pande mbili, kwa utaratibu wa kuwahurumia kupita kiasi, kuwadekeza, na utaratibu kwamba watu kuwa wakali kwa watoto mpaka mtoto hawezi kujiamini. Sasa hii hapana, takiwa wewe kama tunavyosoma hizo hadithi sallallahu alaihi wasallam. Vijana wengi ukiwauliza hivi, unakumbuka babako kashawahi kukubusu wewe? Nikiwaulizeni hapa watu wa miaka 18, 17, kwa 20, mshawahi kubusiwa na babako? Wewe mimi siwezi kuuliza kila mtu ajiangalie mwenyewe tu, lakini ndo baba zetu na sisi